Kalonzo is not an option. Not even to deputize Sifuna. He's not an option. Ino barabara. Hey, hapana. Kalonzo Musyoka ni ule mwanamuke mwenye hezi zalisha. Mwanamuko nalala na kila siku miaka 5 na hezi leta hata kitu. Kalonzo ni bure. Kalonzo is lazy, functional lazy. Yes, functional lazy. Like he ni kama nyoka mekula. He just slithers and rests and waits for the right time. Mimi nataka kuambia Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka ya kwamba kama hauko tayari na uongozi, ambia Wakamba. Wacha kupotezea Wakamba wakati. Na uwezi kuwa anything kama bado unafikiria lazima ujue who are your true friends. Lazima ujue who are your true friends. Kama mtu mwenye anaweza kusaidia. Baada ya zaidi ya miaka 40 kwenye siasa, Kalonzo Musyoka bado anaonekana kuwa kwenye hesabu za State House. Lakini sasa baadhi ya Wakenya wanauliza swali moja ya kwamba baada ya miaka yote hiyo kwenye uongozi, Kalonzo ametuletea nini? Na wakati mwaka 2027 ukikaribia, kauli kali kuhusu Kalonzo Musyoka zimeanza kutoka kwa Wakenya mbalimbali. Leo tunaangalia video 5 zinazozua mjadala huu, na mwisho nataka kusikia kutoka kwako unasemaje. Tuanze na Kidero Jasuba kutoka bunge la Mwananchi. Jamaa alitumia mfano mkali kuelezea kwa nini anaona Kalonzo hajafika kiwango cha State House licha ya miaka mingi kwenye siasa. Hiyo ni kauli kali sana, lakini inaonyesha swali ambalo baadhi ya Wakenya wanaanza kuuliza ya kwamba je, miaka mingi kwenye siasa inatosha kumfanya mtu awe rais? Msikilize. Kalonzo Musyoka ni ule mwanamuke mwenye hezi zalisha. Mwanamuko nalala na kila siku miaka 5 na hezi leta hata kitu. Kalonzo ni bure. Kalonzo ni bure kama kijana anasema Kalonzo ni bure kaborech. Bure chonga kimorai. Kalonzo Musyoka ana kitu. Kalonzo Musyoka huyu alianza kuwa politician kama kina Sifuna hajazaliwa. Lakini yeye hawezi sanya mkutano kama mimi nimesanya hapa. Hata nataka Sifuna mtembelee na kina James Orengo wakipigwa tia gas alafu nakuja. Sasa sikia kile mtu mwingine alisema kuhusu Kalonzo. Jamaa huyu anamuelezea Kalonzo kwa maneno mawili tu, functional lazy, na anatumia mfano wa nyoka aliyekula na kushiba kisha akalala akisubiri muda wake. Lakini anamaanisha nini? Msikilize mwenyewe, manake hapa ndio mjadala unakuwa mkubwa zaidi, kwa sababu wengine wanaona Kalonzo ana uzoefu mkubwa, lakini wakosoaji wake wanasema uzoefu pekee hautoshi. Kalonzo is lazy, functional lazy. Yes, functional lazy. Like he ni kama nyoka mekula. He just slithers and rests and waits for the right time, you know. And when a prey passes, there are snakes which are very active, but Kalonzo is that snake which is very lazy. He waits for the right time when there's a crisis and pounces. Because of his neutrality, quote unquote, he pounces and then sits in the neutrality and benefits from it. Let's call him for who he is. Kalonzo cannot initiate change. He's never initiated change. In fact, what we're talking about in terms of Kenny is the most useless change he's ever brought, if he really brought it. Na sasa asikia mtu kutoka eneo la Kalonzo analotoka. Video hii ni tofauti kidogo, manake mzungumzaji anasema anatoka eneo la Kalonzo na anahoji kama Kalonzo bado anaweza kuwa chaguo la Wakenya. Wakati huo huo anaonyesha barabara inayokwenda nyumbani kwa Kalonzo. Hapa sasa ndo kuna swali muhimu. Je, maendeleo ya mwanasiasa yanaweza kutumika kupima uwezo wake wa kuongoza nchi, au tunapaswa kuangalia mambo mengine kama uchumi, ajira na mipango yake kwa Wakenya? Sikiliza anachosema. Guys, nataka muangalie zile sites ziko pale nyuma, fiti sana. But niko kwa Kalonzo. Wasema wa DCP na sisi ndo Sifuna. Kalonzo is not an option. Ino barabara kwenda kwake. Ino barabara kwenda kwake. Kalonzo is not an option. Not even to deputize Sifuna. He's not an option. Ino barabara. Hapana. Angalieni. Angalia Kalonzo. Anyway. Tupeni nini? Mtu mwenye ako na sense.
Lakini mtu mwingine amempa Kalonzo ujumbe wa moja kwa moja kabisa. Jamaa huyu anamwambia Kalonzo ya kwamba kama kweli yuko tayari kuwa rais aseme wazi, na kama hayuko tayari pia awaambie watu wake wa Ukambani badala ya kuwapotezea muda, kwa sababu jina la Kalonzo limekuwa likitajwa kwenye siasa za urais kwa miaka mingi. Ujumbe huu uko wazi ya kwamba Kalonzo anataka nafasi hiyo kweli au bado anasubiri muda mwafaka. Mimi nataka kuambia Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka ya kwamba kama hauko tayari na uongozi, ambia Wakamba. Wacha kupotezea Wakamba wakati. Uwezi kuwa unataka urais na kazi yako ni kuita tu media au ufanye kazi opposition. Wewe unapiga gharama, haujui hata hauwezi fanya hata mobilization. Wewe Kalonzo Musyoka umetegemea ati upewe urais na mtu kama Rigathi Gachagua, ambao Rigathi Gachagua mwenyewe ameogopa race. Rigathi Gachagua ni kama ile umbwa ambayo inabweka, ikiona mtu inatoroka. Rigathi Gachagua alikuwa anabweka, anasema mimi ndio kingpin wa Mount Kenya, mimi ndio kusema mlima Kenya, mimi ndio kusema mlima Kenya. Ameogopa race. Mtu mwenye atakuwa wa kwanza kufukuzwa DCP ni Cleopas Malala, na hiyo mtaona, na hiyo imeanza kutokota. Lakini kuna mtu ambaye hamkosoi Kalonzo, lakini badala yake anamwambia kwamba bado ana nafasi. Peter Salasya anasema anamkubali Kalonzo na angependa kumwona akiwa rais au hata makamu wa rais, lakini ana jambo moja analotaka Kalonzo alijue, ya kwamba angefanya bidii wajue marafiki zake wa kweli kwanza. Msikilize. Mimi naongea hii ujumbe nikiwa hapa Mumias East Constituency, nilikiwa kwa watu yangu ya Mumias East Constituency, wanapenda mimi na wanajua mimi ni mtu wa kusema ukweli. Nataka nieleze His Excellency Kalonzo Musyoka, mimi nakupenda wewe sana. I would really have wished to see you becoming the president or deputy president come 2027. Na huwezi kuwa anything kama bado unafikiria lazima ujue who are your true friends. Lazima ujue who are your true friends. Kama mtu mwenye anaweza kusaidia. Kama Uhuru alikuwa, mimi napenda Uhuru by the way, tunampenda, ni kiongozi wetu and we respect him. Lakini Uhuru hawezi kusaidia kuwa rais wa Kenya. Hata wende mbinguni ya namna gani, hawezi kusaidia. And he will never help you to become anybody in this country other than being in opposition or being the handshake brothers. He will not help you by the way. Sasa mimi nataka udeclare a position, uite statement, useme sasa bwana, my brother, ndugu yangu Uhuru Kenyatta, tunakuheshimu. Hata ulitaka nifufue hii mambo ya Azimio na wewe ndio chairman wa Azimio. Mimi sasa sitaki mambo yoyote, kwa sababu wakati mlipeana kina Kabogo, kina Liki Nyanjui, kina Kagwe, I was not consulted. Sijui walifika aje katika mambo ya broad-based arrangement. And you have never commented about it. We respect you. But nataka tukomboe wa Kenya. Na ukubali kupangwa penye Rigathi Gachagua atakupanga. Akisema wewe ukuwe number 1, ukubali kuwa number 1. Akisema wewe ukuwe number 2, ukubali kuwa number 2. Na unaweza kuwa pale bado wewe kijana chipkizi. Penye atakupanga, pangika hapo. Sasa haistaki mchezo na wewe Eugene Wamalwa pia. Kwa hiyo hapa tunaona pande mbili. Kuna wanaosema Kalonzo muda wake umepita na wengine wanasema bado anaweza, lakini anahitaji watu sahihi. Na hapa ndio swali la mwaka 2027 linaingia. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Ikawa inachekesha kidogo. Anasema yeye ni mzee. Umri wake alikuwa anaangalia, imebidi bila paka nyingine angalia ana umri gani. Jamaa amezaliwa 1953. Kwa haraka kupiga hesabu ako na miaka 70 ngapi? 70 na ngapi? 72. 72 hapo tunachezea hapo 72 73. Mpige hesabu haraka. So kwa haraka anasemaje? Kwa hata kuangalia ni 72 years old. Yeah, 72. So jumbo linachekesha lakini sawa. Sasa anasema jamani, kama kuna mtu ambaye mnafaa kumchagua, mtu ambaye mnafaa kumpatia nafasi ya uongozi kama rais, ni yeye. Kisa na maana kulingana na umri wake haumruhusu hata yeye kuiba. Kuna mtu haruhusiwi kuiba. Kuna 72 years. Sasa unaiba upeleka wapi hizo kama ni pesa?
Suna cha generational wealth. Kwa hivyo unasemaje? Kasonge mbaya. Mambo na umri achane na. Achane na umri. Kizazi cha leo hakitaki tu kusikia historia ya mwanasiasa, wanataka kujua ajira ziko wapi, uchumi utabadilika vipi, mpango wako ni upi kwa Wakenya, na zaidi ya yote, kwa nini wewe? Kwa hiyo Kalonzo akitaka kuingia State House mwaka 2027, atalazimika kuwashawishi sio tu wanasiasa wenzake, bali pia kizazi kipya cha wapiga kura ambao wengi ni Gen Z. Baada ya kuona video hizi zote, swali linabaki, Kalonzo Musyoka bado ana nafasi ya kuingia State House mwaka 2027 au kizazi hiki kimefika mahali ambapo miaka mingi kwenye siasa haitoshi tena? Ground ndio itasema. Wewe unasemaje? Niachie maoni yako kwenye comment section, na kama unaona Mkenya mwingine anapaswa kuona mjadala huu, basi hakikisha una share video hii. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Looking back, your 40 plus years in government and politics, greatest achievement, greatest regret? Yeah, wow. I think the fact I'm still there to tell the story and to fix, to try to offer a solution. 4 decades. Decade 4. And Kalonzo Musyoka had nothing to say after 41 years in government. Yeah. As I said, Gachagua is not an option, so is Kalonzo Musyoka. Never an option. Yeah, never. Hey, hiyo ni out unakula bro.